Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana kwenye chaneli yetu ambapo tutajifunza na kukumbushana mambo mazuri ya dini ya Kiislamu. Leo tutazungumzia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi wa rehma, msamaha na kuokoka na moto. Tutaelezea Ramadhani ni nini, historia yake na faida zake kubwa. Basi endelea kutazama hadi mwisho ili ujifunze mengi zaidi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu sana katika Uislamu. Ni mwezi wa ibada, toba na kujisafisha kiroho. Ndani yake Waislamu hufunga kuanzia alfajiri hadi magharibi. Ramadhani ni zawadi maalum kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni mwezi unaokusanya rehma, msamaha na kuokoa na moto. Huu ni mwezi unaobadilisha maisha ya muumini. Ramadhani ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Kalenda ya Kiislamu hutegemea mwandamo wa mwezi. Ndiyo maana tarehe za Ramadhani hubadilika kila mwaka. Mwezi huu ni tofauti sana na miezi mingine yote. Ndani yake kuna usiku bora kuliko miezi 1000. Usiku huu huitwa Lailatul Qadr. Ramadhani ni mwezi ambao Qur'ani iliteremshwa. Malaika Jibril alimletea Mtume Muhammad wahid. Hili ndilo tukio kubwa zaidi katika historia ya Uislamu. Qur'an ni mwongozo wa maisha ya mwanadamu. Ndani ya Ramadhani Waislamu husoma sana. Ni mwezi wa kuimarisha uhusiano na Qur'an. Ramadhani ilifaradhishwa kufunga mwaka wa pili Hijiria. Hii ilikuwa baada ya Mtume Muhammad kuhama Maka kwenda Madina. Ni ibada ya lazima kwa kila Muislamu aliyekomaa. Kufunga ni ishara ya utiifu kwa Mwenyezi Mungu na ni sehemu ya imani ya muumini. Faida ya kwanza ya Ramadhani ni kumkaribisha mtu kwa Mungu. Moyo husafishwa na dhambi hupunguzwa. Mtu hujifunza subra na nidhamu ya nafsi. Ni mwezi wa kujifunza kujizuia na tamaa. Pia ni mwezi wa kuongeza ibada nyingi. Huu ni mwezi wa mabadiliko ya kweli. Ramadhani pia huimarisha upendo wa kijamii. Watu husaidiana kugawana chakula. Maskini hupata msaada zaidi katika mwezi huu. Sadaka huongezeka kwa kiwango kikubwa. Jamii hujifunza huruma na mshikamano. Ni mwezi wa kuunganisha nyoyo za watu. 10 la kwanza la Ramadhani ni siku za rehema. Ndani yake Waislamu huanza ibada kwa nguvu mpya. Ni kipindi cha kujipanga na kuweka nia njema. Milango ya rehema hufunguliwa sana. Ni mwanzo wa safari ya kiroho. Muumini huomba rehema kwa wingi. 10 la pili ni siku za msamaha wa dhambi. Hapa muumini huongeza toba na dua. Ni wakati wa kuomba kusamehewa makosa. Mwenyezi Mungu hupenda kusamehe waja wake. Ni kipindi cha kurekebisha zaidi na kuanza kurasa mpya wa maisha. 10 la mwisho ni siku za kuokoka na moto wa Jehannam. Hizi ndizo siku bora zaidi za Ramadhani. Ndani yake hupatikana Lailatul Qadr. Ibada huongezwa usiku na mchana. Waislamu wengi hufanya itikafu misikitini. Ni kilele cha safari ya Ramadhani. Lailatul Qadr ni usiku bora kuliko miezi 1000. Ibada ya usiku huu ina malipo makubwa sana. Malaika hushuka kwa wingi duniani. Ni usiku wa amani mpaka alfajiri. Waislamu hutafuta usiku huu kwa bidii. Ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kufunga kuna faida za kiafya pia. Mwili hupata mapumziko ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sumu mwilini hupungua taratibu. Afya ya moyo na akili huimarika. Ni ibada yenye faida ya duniani na akhera. Hii inaonyesha hekima ya kufunga. Hasara ya kuacha kufunga bila sababu ni kubwa. Hupoteza thawabu nyingi sana. Pia hukosa msamaha wa dhambi. Ni kupoteza nafasi ya kujisafisha kiroho. Mtume alionya kuhusu kuacha kufunga bila udhuru. Hata hivyo kuna watu wenye ruhusa ya kutokufunga. Wagonjwa wanaoweza kuathirika kiafya wakifunga, wasafiri wanaosafiri umbali mrefu, wanawake wajawazito au wanaonyonyesha, wazee wasioweza kufunga kabisa. Uislamu ni dini ya huruma na uhalisia. Ramadhani ni shule ya maisha ya muumini. Ni mwezi wa kujenga tabia njema. Baada ya Ramadhani tunapaswa kuendelea na mema. Lengo ni kubaki kuwa watu bora kila siku. Ramadhani huja kutufundisha nidhamu ya maisha. Tumuombe Mwenyezi Mungu atufikishe Ramadhani na atujalie tufunge. Wabillahi tawfik wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.